Naitwa Kevin Abil, General Manager wa kampuni ya Mwamba Mining yenye matawi yake Nzega pamoja na Geita upande wa Nyarugusu, ambapo tunachimba lakini vile vile tuna process mawe ama makinikia. Kampuni ya Mwamba imeweza kuja na mwarobaini au imeweza kuja na solution kwa ajili ya kusaidia wachimbaji wadogo kuepukana na matumizi ya kutumia mercury, lakini sasa kuja kwenye teknolojia ambao ni free mercury. Vile vile recovery ya dhahabu ni kwa kiasi kikubwa sana. Kwa njia ya zamani kama mercury wanapata 40% ya kile ambacho kimo kwenye dhahabu, lakini kutumia teknolojia yetu mpya ya CIP wanafanya recovery mpaka ya 97%. Kwa ukaona ni mapinduzi makubwa ya kiteknolojia, lakini vile vile yenye manufaa makubwa sana kwa wananchi wa Geita, wananchi wa Nyarugusu, lakini vile vile kwa wananchi wa nchi nzima. Maana lengo ni kwamba tumeanzia Nyarugusu hapa Geita, lakini tunapanga twende Mbeya, twende Msoma, twende Nzega na sehemu zingine. Tuwafikia wananchi wachimbaji, tutoe hii elimu ya kutumia mercury. Kwanza isababisha kansa, lakini vile vile inaharibu mazingira. Yale maji ambayo yanamiminika akienda kwenye mito, samaki wanakufa, lakini tena vile vile kwenye mashamba yanaharibika yale mavuno, kuja kupata mtu anakula chakula ambacho chai kina mercury. Baada hapo ni kansa, kuna watu wanapoteza vidole, kuna watu wanapata shida ya akili kwa ajili ya matumizi mabaya ya mercury. Kwa tunaamini kwamba jamii yetu ikiwa ni free kutoka kwenye mercury, tutakuwa tuna faida kubwa sana kuanzia kwa hiki kizazi na mpaka vizazi vijavyo. Kwanza tunaweza kuzuia au kupambana pia na mabadiliko ya tabia ya nchi, sababu mercury inaharibu, lakini vile vile hata watoto wetu, tutakuwa na watoto wenye afya njema, na watoto hawa ndio taifa la kesho. Kwa kama matumizi ya mercury tukiweza kuyanyamazisha kabisa kwa asilimia zote, kizazi kijacho kitakuwa kizazi chenye afya, chenye utimamu wa akili, vile utimamu wa afya. Hilo ndio kubwa ambalo Mwamba tunapambana. Ningependa nitoe wito mkubwa kwa wachimbaji, sio tu wa Geita, ila hata wachimbaji wa mikoa mingine kuweza kuhudhuria maonesho kama haya, sababu kwenye maonesho kama haya wanapata kujifunza na kuwa teknolojia nyingine. Kwa tu mtu kama amekalili kwamba anafanyaga hivi, lakini akija hapa anajifunza vitu vingi, teknolojia nyingi ambayo itamsaidia kupata dhahabu kwa haraka, lakini vile vile kwa kiasi kikubwa bila kutumia hizo njia ambazo amezizoea ambazo sio rafiki. Kwa hiyo maonesho haya sisi kama Mwamba tumeingia miguu yote, sababu tunaona faida ya haya maonyesho sio tu kwetu, bali pia hata kwa baadhi ya wafanyakazi wetu wanafika hapa, nao pia kuna vingine ambavyo wanajifunza kutoka kwenye taasisi mbalimbali, taasisi za kibenki, taasisi za kiserikali na baadhi pia ya sekta nyingine. Kwa maonesho haya ni ya muhimu sana. Kwa ambaye hajahudhuria au kwa ambaye mwaka huu amechelewa, ni waombe mwakani wasije wakachelewa. Kuna vingi sana vya kujifunza na vingi sana vya kuweza kunufaika. Awamu hii imekuwa ni awamu ya sisi wawekezaji. Kimsingi tumefaidika vitu vingi sana. Kuna baadhi ya sekta mbalimbali serikalini ambazo zinatupa ushirikiano mkubwa sana, ikiwemo TIC, Tanzania Investment Center, wametusaidia pakubwa sana. Pale bandarini misamaha ya kodi tumeipata mikubwa sana. Kwa mashine nyingi ambazo mnaziona hapa pale bandarini tunaziingiza na tunapata ushirikiano mkubwa sana. Vile hata kwa watu wa TRA pia ushirikiano ni mkubwa. Ukija kwenye Wizara ya Madini ambao ndio sekta yetu pia, ofisi za madini, kiukweli ushirikiano ni mkubwa sana kwa sisi wawekezaji. Wanatushauri ni vitu vingi technical na mambo mengine, namna gani ya kuendesha kazi huku tukifuata taratibu za nchi na bila kuvuruga utaratibu. Na pia tunaenjoy na tunafurahia kufanya kazi mkoani Geita na nchini Tanzania. Na investors wengi ukiwa wanakuja wanawasiliana sisi, nao pia wanataka waje waenjoy awamu hii na kufurahia. Rai yetu kwa serikali, tunaomba serikali hiki ambacho kinafanyia kwa awamu hii kiweze kuendelea.
utaratibu ambao amekuja nao mama uweze kuwa ni endelevu hata kwa vizazi vingine, lakini pia niombe hata kwa sekta zingine, kilimo na sehemu zingine pia serikali iendelee kutoa nguvu kusupport, especially wawekeze sana kwa makampuni madogo madogo ambayo yanaanza kuja, wayape nguvu, wayape ushirikiano, maana hayo makampuni yakikua, makampuni nchi hii yakiongezeka, nchi yetu itakuwa kwenye uchumi ambao ni mzuri sana na taifa litanufaika sana. Asante.